kuna vyanzo vikuu kama vitatu vya matatizo. Chanzo cha kwanza kabisa ambacho ni baba lao kinaitwa dhambi. Dhambi ndo baba wa matatizo yote yaliyokwisha tokea na yatakayotokea. Mungu alipomuumba mtu kwa sura na mfano wake kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27 na 28 akambariki. Alafu sura ya pili mstari wa 7 ya kitabu cha Mwanzo Mungu akampulizia pumzi ya uhai, mtu akahamia kwenye mwili akawa nafsi hai. Sura ya pili hiyo Mungu akamkabidhi mwanadamu mahali pazuri pa kuishi, inaitwa bustani ya Eden. Mwanadamu akaishi hapo, mwanadamu akawa na maisha mazuri, akawa hana tabu yoyote. Jasho alitumiki kupata chakula. Jasho linatumika kwa ajili ya kutoa tu taka mwili. Sema taka mwili. Wale waliosoma kidogo shule, kuna kitu kinaitwa mfumo wa utoaji. Kwa kizungu unaitwaje? Expiration system. Si ndio? Hiyo ni mfumo wa utoaji taka mwili, ambako jasho linatoka kupitia vinywereo vyote kwa kila mahali. Unanielewa eh? Taka mwili zinatoka. Kwa hiyo Mungu alikuwa amemtengeneza mtu na vinywereo kabisa ili jasho litoke, lakini kwa ajili ya kutoa, sio kwa ajili ya mahangaiko. Unawahi kusikia mtu anasema, "Yaani nimewaza mpaka kijasho chembamba kimefanyaje? Kimenitoka." Feni ipo lakini jasho linatoka. Haikutakiwa kuwa hivyo. Dhambi ilipoingia ndo jasho likaanza kushinda. Jasho ni matokeo ya laana kwa sababu ya anguko la mwanadamu kwenye dhambi. Ukienda sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo unamwona Mungu anatoa adhabu. Anasema, kwa kuwa umeisikia sauti ya mkeo badala ya kuisikia sauti yangu, kwa hiyo ardhi imelaaniwa kwa ajili yako na utairima. Ukiirima ardhi, badala ya kuwa inakupa matokeo kirahisi kama ilivyokuwa mwanzo, badala yake utakula kwa jasho. Ili ule jasho litakutoka. Haikuwa hivyo mwanzoni. Ili ule ilikuwa ni wazo lolote linalokuja ukifanyia kazi linakubali kirahisi. Safari hii wazo lolote hata kama ni sahihi, ili likubali, jasho lazima likutoke. Unapata wazo sahihi la kununua kiwanja, ukifanikiwa kununua kiwanja ili ujenge, unaweza kukuta mtu amenunua kiwanja kina miaka 6 akijajengwa, ila alikinunua akiwa anaona kabisa nina uwezo wa kujenga. Nini kimetokea hapa katikati? Jasho. Mtu anaanza kujenga, anaweka msingi, alafu baada ya muda hera inaisha, anafika mahali pale hata msingi uwezo ukauona, yanaota magugu na majani. Maisha yalivyokuwa yamedesigniwa hayakutakiwa kuwa ya jasho, hayakutakiwa kuwa ya mateso. Maisha yalikusudiwa yawe mepesi. Kwa hiyo muda wote ambao Adamu hakuwa amemtenda Mungu dhambi, au Adamu alikuwa hajatoka katika njia ya Mungu, maisha yalikuwa mepesi. Alikuwa anapata wazo, akichukua hatua, hilo wazo linatokea kwa urahisi. Baada ya dhambi kuingia, Mungu hajaacha kutoa mawazo, ila ili wazo litokee, sio mchezo. Lazima jasho likutoke. Wazo la kununua kiwanja linakuja haraka. Ukianza kuweka hela ndo unadhulumiwa sasa. Inabidi upambanie haki yako, pelekana kwa wajumbe, pelekana mahakamani, mwisho wa siku unakimiliki kiwanja, lakini sio mchezo. Kwa nini? Kwa sababu wazo ni sahihi, lakini ishu ya kula kwa jasho, kupata matokeo kwa jasho tayari imeshaingia. Nani ananielewa? Hivyo sivyo Mungu alivyokuwa amekusudia mwanzoni. Mungu alikusudia watu wakipata wazo, hilo wazo liende moja kwa moja, kusiwe na kizuizi chochote. Mtu anapata wazo la kuoa, ninaoa, au la kuolewa, na Mungu anamsaidia, anamuomba Mungu anamsaidia, anapata mume sahihi, mke sahihi. Wanaingia kwenye ndoa, wanaanza kupambana na kikwazo cha kupata watoto.